Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo popote pale ulipo. Majina yangu naitwa Ibrahim Sizia. Nikukaribisha tena katika section ya siku ya leo ambapo Mungu ametupa neema tupate kujifunza. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee kabisa ambayo ananipa, si kwa nguvu zangu wala si kwa uwezo wangu, bali ni kwa neema ya Mungu. Lakini pia niwashukuru wote ambao mnaibeba huduma hii kwa namna yoyote katika maombi na kwa namna mbalimbali. Mungu awabariki sana. Basi karibu katika somo hili ambalo Roho ametujalia tupate kujifunza katika siku hii ya leo. Ninatamani ufuatilie mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Ninaamini utajengwa, utajifunza mengi. Somo linasema kanisa lililo gizani. Kanisa lililo gizani au kanisa kipofu. Kanisa kipofu. Na mambo ambayo tutakayokwenda kuyatazama ni pamoja na kuangalia nini kanisa halisi linatakiwa liwe namna gani. Kanisa la kweli. Kanisa la kweli linaloenda mbinguni linatakiwa liweje? Lakini pia tutaangalia mfano halisi wa kanisa la mitume. Mfano wa kanisa la mitume lilikuwaje, liliongozwa namna gani, na walimwona Mungu kwa viwango vya namna gani. Lakini pia kitu kingine ambacho tutakachokiangalia, pia tutajaribu pia kutazama Agano la Kale, utaratibu ulikuwaje. Amina. Lakini pia kitu cha mwisho tutakuwa na maswali ya kujiuliza. Moja ya maswali ambayo tutakao kujiuliza ya kwamba je, huduma yangu ni ipi? Kila mmoja tunatamani mwisho wa somo apate kuelewa kwamba huduma yako wewe ni ipi. Mungu amekupa huduma ipi? Na je, unaifahamu? Je, unaifanyia kazi? Lakini pia kitu kingine utajiuliza kwamba karama yangu, kipawa na neema, hata kama karama zitafanana, lakini kila mmoja inakuwa na neema yake kwa kadiri ya jinsi ambavyo Roho alivyotaka kumgawia kila mmoja. Kwa hiyo naomba tufuatane pamoja na Mungu akubariki. Bwana Yesu Kristo mtakatifu, Mungu aliye hai, ninalibariki jina lako na kutukuza. Asante Bwana kwa ajili ya siku nyingine tena hii ya baraka na ya utukufu kabisa ambao Mungu unaiachilia juu yetu. Bwana, tupa uzima na afya. Tazama Bwana Yesu, na sasa tuko mbele zako tena kumega mkate. Bwana Yesu Kristo, ninaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu, ninaomba uwepo wako ukapate kwa pamoja na sisi tangu mwanzo huu na hata mwisho wa section hii. Bwana, ninarika Roho Mtakatifu na Roho wa neema ukawe juu yangu. Kamata Bwana kinywa changu na ulimi wangu ukapate kutumia wewe. Katika jina la Yesu Kristo, msikilizaji na mtazamaji na mweka mbele zako, mpe neema ya kuelewa, mfundishe zaidi na zaidi. Bwana, na mpinga yule adui mharibifu asimamaye kinyume chetu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Bwana Yesu Mungu, nikiamini Bwana uko pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa basi, ili kanisa lisurvive, kanisa liwe hai, kanisa lilete matokeo, ni lazima huduma zote zipate kutenda kazi ndani ya kanisa. Huduma, vipawa, karama na neema mbalimbali katika kanisa lazima zipate kutenda kazi kikamilifu, ili sasa lipate kuwa ni kanisa ambalo liko hai na Mungu anatembea mahali pale. Nitolee mfano huu wa kipofu. Utanisamehe kama msikilizaji unanitazama, pengine una tatizo la macho, kutokuona, manake kipofu. Utaniwia radhi nitoe tu mfano huu kwamba, hebu chukulia mfano kipofu ni mchana kabisa, alafu mchukue mweke pale nje, alafu mwambie nifuatie maji somewhere, au mwambie basi hebu ingia ndani, alafu umemwacha hapo nje, itakuwaje? Utamwona anapapasa, anatembea na papasa, haoni njia. Na sasa hebu chukua vipofu 20 au watu 50 ambao wana tatizo la macho hawaoni, alafu wafungie kwenye chumba, alafu waambie haya sasa, kila mmoja hebu nitafutieni kitu fulani. Ukiweka somewhere alafu waambie nitafutieni kitu fulani. Uone jinsi ambavyo watakavogongana vichwa. Ndivyo jinsi ambavyo kanisa
la sasa lilipofika. Kanisa lipo gizani, watenda kazi hawajui maeneo yao ya kutenda kazi. Wanarukia na kujaribu kama pengine labda niko hapa, pengine hapa, pengine hapa. Anajaribu leo anajaribu hapa kwenye nafasi hapa, anaona hapana, natamani niwe hapa. Huyu mwenye neema hii anatamani hapana, hii neema hapana, anatamani kuwa hapa. Mshauri anaona kwamba kwenye nafasi yake ya kutia moyo watu, kushauri watu, anaona kwamba ni nafasi ambayo hapana, hiyo hamna. Anataka kwenye nafasi fulani. Kanisa lipo gizani. Kila mmoja, watu wanaoneana wivu, wanagongana vitu, wanapigana, hawajaelewa wapi nini majukumu yao. Ndio maana nasema kwamba kanisa lililo gizani, hali ya kanisa lililo gizani. Na tangu sasa natamani kila mmoja apate kuelewa nafasi ambayo Mungu amemwitia. Mungu anatamani, anapenda kumuona kila mmoja anakuwa na bidii katika nafasi ambayo Mungu amempa. Ikiwa kama ni mwalimu, basi afanye kazi ya kiwalimu katika uaminifu. Ikiwa ni mwimbaji, aimbe kwa uaminifu. Ikiwa ni mtu wa ukarimu, basi akarimu kwa uaminifu. Ikiwa ni mtu wa masaidizano, mshauri, mkemeaji, akemee kwa uaminifu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 na tuanze mstari wa 3. Kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia, kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kumbe hapa tunaona kwamba kumbe kila mtu Mungu amemgawia neema mbalimbali, amemgawia kwa kiasi. Kwa kuwa kama vile kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Kwamba kwa vile, kwa mfano, kama vile mwili, tuna mwili mmoja na mwili una viungo vingi, na na viungo vyote havifanyi kazi moja, bali kila kiungo kinakuwa na kazi yake ya kufanya. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Manake tuko viungo katika mwili wa Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa ni nabii, atoe unabii kwa kadiri ya imani, sio kwa kushindana. Hapana, kwa kadiri ya imani. Manake kumbe hata katika viwango vya tunaweza tukawa wote ni manabii. Unaweza kuwepo manabii 2 watatu, wote ni manabii na Mungu anawatumia, lakini kwa kadiri ya neema. Kumbe kila mmoja anakuwa na neema yake katika unabii wake. Ukiona wale ambao walijaribu kuweka mtiririko mzuri wa kibiblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, utaona kwamba vitabu vya sheria, vitabu vya historia, vitabu vya mashairi, vitabu vya Ufunuo, utakuta kugundua pia kwamba kuna specify kwamba manabii wakubwa na manabii wadogo. Kwa nini? Kwamba manabii wakubwa inategemeana na upana wa unabii wao ulivyokuwa, na hawa manabii wadogo inategemeana na unabii wao ulivyokuwa. Kwa hiyo hivyo namna hiyo. Kwa hiyo neema zinatofautiana hivyo. Kwa hiyo kila mmoja atoe unabii kwa kadiri ya neema alivyopewa. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Ikiwa huduma, tuwepo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Maana kumbe kuna mtu amepewa kufundisha, basi akae katika nafasi yake ya kufundisha kwake. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Mwenye kuonya, maana kumbe kuna mtu ambaye amepewa neema ya kuonya. Nikupe hapa kitu kwamba mwenye kuonya katika kuonya kwake. Sasa kuna watu wawili. Ngoja nikutazamishe kitu hapa. Kuna watu wawili. Kuna huyu Mungu amempa neema ya kuonya, lakini kuna mtu hapa amepewa neema ya kushauri. Kuna huyu ukikaa naye
kukushauri, hata kama lingekuwa ni tatizo kubwa kiasi gani. Lakini ukikana huyo tu ukamsikiliza, anakushauri kitu kimenyoka, na ndani yako kabisa unasikia amani kabisa, unasikia kufunguliwa, unasikia kufunguka. Ni kwa sababu gani? Huyo mtu yupo katika nafasi yake. Na kuna mwingine amepewa neema ya kukemea, kukaripia, akisimama katika nafasi yake, akikemea, yule mtu aliyekemewa haoni hasira, haoni uchungu, hata kama atajisikia vibaya kwa wakati huo, lakini akienda kutulia na kukaa, anaanza ila ni kweli alichokuwa anakisema mtumishi, ila ni kweli. Kwa sababu gani? Yule mkemeaji alikaa kwenye nafasi yake. Sasa leo mkemeaji amekaa kwenye nafasi ya ushauri, afu mshauri amekaa kwenye nafasi ya kukemea. Hebu niambie kitakachotokea. Ndio maana leo hii kanisa haliendi, kwa sababu watu hawajakaa katika nafasi yake. Ameona tu mwingine anakemea, na yeye anaingia kukemea, lakini yeye alipewa neema ya kushauri. Ndio maana tokea mimi mbona nikishauri watu hawanielewi, nikiwakalisha watu kuwashauri watu hawanisikilizi, watu hawanitii, hawaniheshimu. Tatizo sio hilo. Tatizo sio hawakuheshimu. Tatizo umevamia nafasi. Hebu kaa, rudi magotini, umuulize Mungu, wewe upo katika nafasi gani? Mimi nikionya watu wananichukia, watu hawanitii, tatizo sio hilo. Tatizo umekaa kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Mimi kanisa hawaniheshimu kabisa, nikitoa maelekezo mimi kama mchungaji hawaniheshimu. Tatizo wewe ulipewa hiyo neema? Umemuuliza Mungu wewe ni mchungaji? Unatoa unabii, hautekelezeki. Wewe ni nabii? Umekaa kwenye hiyo nafasi, wewe ni nabii? Au uliona tu kwa sababu watu walikwambia utakiwa ukae kwenye nafasi ya kunabii, na wewe umeenda kwenye unabii? Ulipata tu neema siku moja tu, ukatabiri kitu fulani, au ukatamka neno la kinabii likatokea, tayari na wewe umeshajua na mimi ni nabii? Hapana. Lazima tuelewe kitu hichi hapa. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kukutumia emergency. Sio, unanielewa? Yaani kuna mahali ambapo Mungu anavyotazama, anahitaji nabii awepo kwa ajili ya kutoa nabii. Akiangalia aliyepewa hiyo nafasi, aliyepewa hiyo dhamana ya kukaa katika nafasi ya kinabii, hayupo kwa wakati huo. Ametekwa na shetani, hajielewi. Sasa inabidi atumie tu mtu yeyote ambaye yuko tayari kwa wakati huo. Sasa Mungu anapomtumia mtu yule, haimaanishi yeye ni nabii, lakini amemtumia katika nafasi ile kwa sababu ya wakati, kama emergency. Sasa mtu yule anatoka mahali pale, anakurupuka. Ametumia katika nabii, unabii umetimia, na mimi ni nabii. Na shetani akiona kwamba umejivika umbo la kinabii, umejivika kipawa cha kinabii na sio nabii, anaenda kushtaki kwa Mungu. Huyu amejivika unabii. Ni nabii? Hapana, sio nabii. Basi shetani anakuja kumwingia yule mtu. Kama huyo mtu hatapata neema mapema ya kupata usaidizi wa kiroho, kupata neema ya kiroho kusaidika, huyo mtu, hawa watu ndio wanavaliwa na shetani. Wanakuja wanatumiwa sasa na shetani kwenye nafasi hizo, wanajiweka kuwa manabii. Na kwa sababu atatoa nabii leo, hamna matokeo. Kesho hamna matokeo. Wakati kule nyuma aliwahi kutoa nabii ikatokea. Shetani anakuja kumvaa, utashangaa wale watu wanaanza kutumia kana na ufalme wa giza. Hao ndio manabii waongo, na kuja kutukanyagisha mafuta, keki za upako, keki za udongo sio upako, matakataka wanakuja kuleta kanisani. Kwa sababu gani? Walitumiwa kidogo, hawakutumia katika maarifa, mwisho wao likawa ni anguko. Vivyo hivyo katika nafasi kadha wa kadha. Mtu tu ametumiwa, kuna wakati tu Mungu alitaka kusema na kanisa katika nafasi fulani, muhusika hayupo. Anamtumia tu mtu katika nafasi ya kufundisha neno, basi ametumiwa mwezi mmoja, miezi miwili, basi anajua na mimi ni mchungaji. Baada ya hapo, na wachungaji wenzake na wao vipofu wanamsimia kuwa mchungaji. Miezi mitatu, miezi mitano, kanisa lishaenda kushoto, kwa sababu hana huo wito. Litamshinda tu kanisa, na huyo mtu hali yake itakuwa ni mbaya. Hao ndio mwishoni wanaangukia kuenda kwenye manabii wa uongo, wanakuja wanaanza kukanyaga keki ya upako, vitambaa nini.
hawakuwa makini kumuuliza Mungu katika nafasi ambazo Mungu aliwaitia katika wito wao. Kwa hiyo lazima tuwe makini kuelewa nafasi zetu. Lazima wachungaji wawe makini kuhakikisha kwamba huyu mtu yupo katika nafasi hii, atumike katika nafasi hii, asimamiwe kikamilifu. Hii huduma ya kinabii. Leo utashangaa kila nabii anayeibuka ni nabii, ni mchungaji. Manabii wachache ambao sasa wako chini ya uchungaji. Wengi manabii kila anayeibuka ni nabii huyo, ni mchungaji huyo, ni mtume huyo, kila kitu anashika yeye. Wale wengine wanakuwa tu kama wapambe. Lakini kila kitu ameshika yeye. Yeye ndio operator kila kitu. Na anataka atukuzwe, aabudiwe. Anataka aabudiwe, apigiwe magoti. Lakini je, ndivyo utaratibu wa kanisa lilivyokuwa tangu mwanzo? Ndivyo ilivyokuwa? Kwa kinachofuata ni ngumi, ni kudundana. Vivyo hivyo hata katika vipawa, huduma hizi, vipawa, karama mbalimbali hizo, watu wanagombana kwa sababu hawajajua. Unataka wote kanisani, wanataka wote wawe waimbaji, wote wawe praise, wote wawe wanakwaya, wote wawe master kwaya, wote wawe walimu wa kwaya. Wote. Narudia, kuna kitu hicho hapa cha muhimu sana ukifahamu. Kuna wakati Mungu anaweza akakutumia kama emergency. Kuna wakati Mungu anaweza akamtumia mtu kwenye nafasi fulani kama emergency. Kwa sababu pengine yule mtu aliyetakiwa kufanya hicho katika nafasi hiyo hayupo. Amekaliwa na shetani, amerogwa na shetani, amefungwa, au hayupo, au hajielewi. Ni mwinjilisti, lakini hajielewi. Sasa inabidi sasa amtumie tu mtu emergency yeyote aliyeko tayari, anamtumia pale kukemea, anamtumia kuonya, kushauri, anamtumia. Sasa wewe unatoka moja kwa moja kwa umetumiwa, unajua tayari hiki kitu ni cha kwangu. Nakwambia kesho utagombana tu na watu, vitakuliza, vitakutoa tu machozi kwa sababu umevamia eneo ambalo sio la kwako. Mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe kwa kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Mwenye kukirimu. Ngoja ni stick hapa. Mwenye kukirimu. Kukirimu ukarimu. Kukirimu, ukarimu. Nitaka nizungumzie na watu kama hao kwenye makanisa ambao wamepata neema ya kukirimu. Watu kama hawa mara nyingi tunaweza tusione umuhimu wao sana katika kanisa, lakini ni watu muhimu sana katika kanisa. Kukirimu. Karibu jamani, karibu kiti hapa, anasafisha kiti, anakaribisha watu wageni, anakaribisha maji, anamhudumia mchungaji, anahudumia wageni, anahudumia mtu wa namna tofauti, hivyo. Anaenda hapo na mshauri, mtumishi tukae hapa, unashauriana haya na haya. Hivyo ndivyo kanisa linajengwa. Hao watu wasipokuwepo katika kanisa, ndugu, kanisa lipo kwenye hatari, kwa sababu vita itakuwa ni kubwa. Kwa mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. Kuna watu wamejaliwa neema ya utoaji. Yaani kutoa ni kwa kila mmoja. Lakini kuna mtu ambaye yeye kimo ndani mwake Mungu amewekeza zaidi. Na watu hao hawaishiwi. Mtoaji haishiwi. Ila mwenye kuficha kila siku ni mhitaji, ni omba. Sasa hao watu ni wa muhimu sana. Hizi karama za masaidizano, Biblia imesema kwa habari ya karama za masaidizano. Hao watu wanatakiwa uwepo katika kanisa na waangaliwe. Hasa leo hawapewi vipaumbele kwa sababu hawaone, kazi zao ni kama hazionekani. Kuna watu wana karama za kuliangalia kanisa, kulihudumia kanisa, usafi. Kuna mtu mwingine akiingia kwenye kanisa, anachokuona mbona hiki hakijakaa sawa, anaona kiti kiko kushoto, hiki kimekaa hivi, mbona vitu vya wachungaji vimekaa hivi. Akikaa tu hivi anaona kuna kitu kiko wrong, hakiko sawa. Watu wao wanatakiwa wema kanisani, hasa hawaangaliwi kwa sababu wanadhaniwa wao ni watu ambao hawaangaliwi.
Lakini kuna mtu mwingine akiingia kanisani, yeye haijarishi kanisa limefagiliwa halijafagiliwa, hata vile tunakuanza kula, kanisa hili mbona haliko safi, kanisa mbona haliko sawa, wafagiaji wameenda wapi? Sasa wafagiaji wameenda wapi? Wewe kwa nini usifagie? Ni nini? Hakimo ndani yake. Mwingine akiingia tu, yani unakuta wewe kila siku ukiingia unakuta viti viko safi, vitambaa vimefuliwa, vitu viko safi. Hujui nani alifua, hujui nani alifagia, hujui aliyepangilia vitu ni nani, hujui. Unakuja na suti yako. Unakuja na suti yako kanisani, unakaa kwenye kiti safi. Aliyeandaa ni nani hicho kiti? Alafu tunaanza kusema manabii tu pekee, manabii ndio huduma kubwa, ndio karama kubwa manabii. Wainjilisti ndio wakubwa. Mitume wote tunaanza kukimbizana sasa. Twende kwenye utume, twende kwenye unabii, twende. Unaacha nafasi yako huko na utadaiwa. Biblia inasema usiache kutumia karama uliyopewa kwa unabii na kwa kukaa mikono na wazee. Usiache kuitumia karama. Sasa basi, tumeona kwamba kumbe kila mmoja amepewa neema na kila mmoja anatakiwa kukaa katika nafasi yake ilivyo. Ndipo kanisa litapata kuzaa matunda. Tutaona roho wa Mungu atabubujika katika watu, atabubujika kanisani. Roho wa Mungu atahudumia watu, wagonjwa watafunguliwa, viwete watatembea, vipofu wataona, na watu tutakaa kwa amani. Kutakuwa na upendo wa ajabu na Mungu atatembea kwa kila mmoja. Lakini tukikaa kila mmoja katika nafasi yake. Hebu tusome Waefeso sura ya 4 na mstari wa 12. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 12 anasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Unanielewa? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kanisa la sasa, kanisa lolote likikosa hizi huduma 5, hilo kanisa lipo hatarini muda wowote. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Sasa nimesema kwamba kanisa lolote likikosa hizi huduma 5 lipo kwenye hatari muda wowote. Ngoja nirudie hapa alafu nikupe mfano hai. Kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Sasa chukua hii pointi kwamba kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu ili mwili wa Kristo upate kujengwa. Tuende katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 28. Wakorinto wa kwanza 12:28, Biblia inasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Haya, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Anauliza. Sasa basi, kwamba wote hao waliachwa katika kanisa kwa kusudi la kujenga mwili wa Kristo, kwa ajili ya kuwakamilisha. Nimekwambia chukua ile pointi kule kwamba kusudi la kuwakamilisha kutoka katika Waefeso sura ya 4:11,
kusudi la kuwakamilisha. Kumbe hao watu wanakamilishwa ikiwa kila mtu akikaa katika nafasi yake anauliza kwamba je, wote ni walimu? Hapana. Wote ni mitume? Lakini leo wanataka wote wawe mitume. Wote ni wainjilisti? Wote wananena kwa lugha? Leo mtu asiponena kwa lugha anajiona maskini mimi sina roho wa Mungu. Nani amekwambia kuwa na roho wa Mungu ni mpaka unene kwa lugha? Kwamba ukinena kwa lugha basi huyo ndiye mwenye roho wa Mungu. Asiyenena kwa lugha basi huyo hana roho wa Mungu. Nani alikwambia kitu kama hicho? Anauliza wote wananena kwa lugha? Hapana, nao ni karama. Wote wanatoa unabii? Wote hapana. Sasa kwa nini leo tunagombana wote tuwe mitume, tuwe walimu, tuwe wainjilisti? Kinachotokea ni ngumi. Sasa walimu kisha miujiza. Kumbe hata miujiza leo watu tunagombana tu. Yaani mtu hebu sikiliza. Mtu akisha hubiri tu amefika mwisho anataka aanze kuprofise, aanze kutabiri. Au niseme kwamba leo akimaliza kuhubiri anataka aanze kuona vitu wanatembea, vipofu wanaona, mapepo yanagagaa. Hicho ndicho kitu akiona watu wanagagaa, mapepo wanalia, wanapiga makelele, ndio anasema kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi hakika nina nguvu ya Mungu. Na watu walivyopumbazwa akili wakiona tu hivyo mhubiri anahubiri, watu wanaanguka na mapepo wanagagaa, wanalia hivi na hivi, wanaamini huyo mtu ana nguvu ya Mungu. Si kweli. Hata miujiza nayo ni karama. Kuna mtu mwingine kuhubiri, ukimpa madhabahu kuhubiri, anakuhubiri sawa, anakuhubiri, lakini mwisho akianza miracles zikianza, ni baraa. Ni nini? Yupo kwenye nafasi yake. Kuna mtu mwingine ni mzuri kufundisha, anakuchambulia point by point, hatua kwa hatua, anakufundisha kikamilifu. Unatoka hapa unasema kwamba hakika nimeelewa. Mtu huyo mchukue kwenda kukemea, utamlaumu bure. Sio eneo lake. Sasa basi, ngoja nikutazamishe kitu hichi hapa, nikujengee katika ufahamu wako kwamba kanisa ambalo Mungu angetaka kuona, au niseme kwamba mfano kanisa likiwa hivi. Si tumeona, tumejifunza hapa kwamba kuna mitume, manabii, wainjilisti, walimu, masaidizano, karama za masaidizano na kadha wa kadha, kila mmoja akikaa kwenye nafasi yake. Sasa tuchukue manabii, muombaji amekaa kwenye nafasi yake. Muombaji tunamtem kama mwanajeshi, kama askari mlinzi wa kanisa. Yuko pale, muombaji ni mlinzi. Kitokea kitu cha hatari, muombaji wapo wameshakipinga, wameshakivunja, wameshakiharibu, kimeteketea. Kwa maana vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Sasa waombaji wako active. Yuko mahali, yuko mashariki, magharibi, kaskazini, kila mahali kumekaa. Tunaamini kuna vikundi mbalimbali makanisani. Japo tusipendelee kuweka vikundi sana makanisani, yani kikundi kama vikundi vya kufanya kuzikana mpaka na makanisani. Hakuna kitu kama hicho. Kundi vya kufanya kuzikana makanisani hicho kitu hapa. Hapana. Sasa kwamba kuna vitengo tofauti, labda nitumie lugha hiyo. Kitengo cha wana maombi, kuna kitengo cha waimbaji, praise, kuna kitengo cha wanakwaya, wa kawaida wanakwaya, kuna kitengo cha viongozi wa kanisa, hao lazima wawepo, kuna kitengo fulani, kuna idara ya wakina mama, kuna idara ya vijana, kuna idara ya watoto, kuna idara mbalimbali. Sasa wakiwepo waombaji katika kanisa, wanahakikisha kwamba utendaji kazi wa Mungu, utendaji kazi kwa kanisa unakuwa active. Katika kila idara kutakuwa na uimara. Mungu atatembea kwa sababu kuna waombaji kanisa. Sasa waombaji wanakaa katika nafasi zao. Manabii wale wenye vipawa vya kuona, wapo katika nafasi zao, wapo kwenye muda wote wao ni watu wa rohoni, mtu ni wa rohoni, yupo kusikiliza Mungu atasema nini, Mungu sema na mimi, Mungu sema na mimi, Mungu sema na mimi, yupo kwenye nafasi yake. Mungu anatoa taarifa. Kuna kitu hakiko sawa. Shetani amepanga 1, 2, 3 kwa ajili ya kanisa. Anataka kutumia watu fulani, anaweza kawataja, au kwa hekima ya Mungu atakavyotoa taarifa kwa namna yote. Zikitoka tu taarifa, na huyo muonaji mwenye huduma ya unabii anapeleka taarifa sasa mahali husika. Anapeleka kwa mchungaji,
nimepata mafunuo haya na haya na haya, nimepewa maelekezo na Mungu, hiki na kuna kitu hakiko sawa. Mchungaji naye kwa sababu ndiye sasa manager wa huduma kanisa, mchungaji ndio manager, anachukua na yeye hatua kwenda kwa waombaji. Waombaji kuna 1 2 3, kuna hiki hakiko sawa. Waombaji wanachachamaa kuomba, wanashirikisha na kama ni kushirikisha kanisa, ama kama ni kitu cha siri kuomba hivyo kwa sababu mbinu za kivita ni azuzi kawa the same, zikalingana. Wakati mwingine maombi ya kimya asili ya waombaji wataomba kwa pamoja, watafanya hivyo, wataomba hivyo, kuna kuwa na ulinzi wa uhakika. Wakati wote tukirudi kwenye idara zetu huko, tunaona viongozi katika idara zao wamesimama kikamilifu, wale wa kushauri kwenye kikundi cha wakina mama, wapo ambao Mungu ameachilia neema ya kushauri, wanashauriana hiki huduma iko hivi na hivi, walimu wamekaa kwenye hilo. Kanisa linakuwa ni kanisa moja ambalo ni hatari, ulimwengu wa roho, linakuwa na nguvu, na makanisa hayo mara nyingi yanakuwa na vita hujawahi ona. Makanisa ambayo yamekaa kwenye yamefocus kwenye huyu anatakiwa hapa, huyu anatakiwa. Na mchungaji mwema, mchungaji mzuri ni mchungaji ambaye anatambua thamani ya huduma, kwa sababu mimi naweza kusema kwamba mchungaji ndiye manager mkuu, ndiye operator, ndiye tuseme amepewa nafasi ya kukutana tuseme mchungaji si mchungaji anachunga. Kwa hiyo huyo mchungaji kwenye kanisa tutakuta kuna mitume wapo mitume, kwa sababu mtume ni mtu ambaye anatumwa. Peleka ujumbe mahali fulani, anaweza kapeleka akarudi, yuko chini ya mchungaji, yupo chini ya kanisa ya uangalizi. Au anaweza kawa ni mtume anafungua kanisa mahali, ameagizwa na Mungu kafungua kanisa mahali fulani, anakaa pale anadilea, likikoma anaweka mchungaji. Yeye anatoka na sikize tena Mungu ananiagiza nini, anapeleka ujumbe. Kwa hiyo mtume ni mjumbe, ni mtu ambaye kama jina lake linavyosupport kwamba ni mtume, anatumwa. Unaona? Lakini pia tukirudi kwamba nabii ni muonaji. Nabii yani yeye tuseme ni kinywa cha Mungu. Mungu anatoa taarifa kupitia nabii. Mungu anatumia kina Elia, wakina Yeremia, nabii Yeremia, au wakina nabii Isaya kutabiri mambo mbalimbali, kusoma mambo mbalimbali. Kina mitume dogo pia nao walitumiwa, kutumia manabii dogo pia. Kwa aliwatumia hivyo manabii, wanakuwa chini ya. Lakini anaweza pia akawa ni mchungaji lakini pia ni nabii. Hatuwezi tukampangia Mungu. Lakini tutaelewa tu kwamba hapa ni Mungu ama hapa ni propaganda, hapa tunadanganya tu, hapa tutaelewa tu. Kwa hiyo kama kanisa likikaa hivyo, nirudi kwa mchungaji, kwamba mchungaji mzuri ni mchungaji ambaye anatambua thamani ya huduma zingine, kuwapa nafasi vipaumbele zile huduma zingine zipate kutendeka. Kwa sababu mchungaji, mara nyingi tunaona mchungaji ndio amepewa kanisa, ile kanisa yeye ndio analilea. Humo tunategemea kwenye kanisa humo kupitia mchungaji wazaliwe wainjilisti, wazaliwe mitume, wazaliwe nani, wafundishwe. Huyo ni ana huduma ya unabii, lazima alianza akalelewa katika kanisa ili tujue kwamba kumbe huyo nabii ana huduma ya unabii. Lazima kwanza alilelewa kwa mtu mchungaji, alikuwa chini ya kanisa. Sasa ile kanisa lazima kulikuwa na kiongozi. Sasa huyo kiongozi huyo, mara nyingi shetani anashambulia viongozi, kwa sababu akiwapiga viongozi huko hakuna kinachoendelea. Anajua kama atakuwa ameteketeza kila kitu. Kwa hiyo sasa kanisa linatakiwa kuelewa kwamba kila mtu anatakiwa kukaa katika nafasi yake. Ndipo sasa tutaona kabisa kanisa linakwenda kwa bidii, linakwenda kwa speed ya kutosha. Ngoja nikupe mfano mwingine wa kibinadamu, kwamba hebu chukua mfano hizi huduma za kitabibu hospitali, jinsi ambavyo utaratibu unavyokuaga, kwamba utakuta kuna reception, upo kwenye hospitali kuna eneo la reception, mapokezi. Hapo kuna eneo kuna ofisi ya mganga doctor, kuna ofisi kuna pharmacy, kuna maabara, kuna vitengo tofauti. Kwa hiyo kama sasa tuashumu reception hawapo, mgonjwa anafika, unaenda wapi? Utaenda kuuliza popote. Haya,
tuashumu pharmacy amepwaya. Umepata pokelewa hapo, ukapelekwa kwa dokta akakwambia nenda maabara akalete vipimo fulani, umepata vipimo, anakwambia kachukue dawa mahali fulani, unakuta duka limefungwa. Umepata vipimo, umepata huduma kila kitu, lakini unakuta pharmacy imefungwa. Kuna faida gani ya haya mengine haya? Umuhimu wa huduma 5, karama, vipawa na neema mbalimbali katika kanisa kutenda kazi. Chukulia huo mfano. Umeenda hospitali basi. Umeenda pharmacy zipo, maabara zipo, reception kama kawaida wapo. Daktari hayupo. Dawa hizi hapa kabisa. Lakini unatumia dawa gani? Huyo pharmacy yeye anachokijua yeye ni kugawa dawa. Ameandikiwa daktari atumie dawa hii, atakupa yoyote. Ukitaka kama ni hivyo, utaenda kwa daktari kwa pharmacy, atakupa dawa yoyote unayoitaka. Au anaitaka ya atakayojisikia. Si hajui. Lazima awepo taarifa zitoe kwa daktari. Sasa daktari hayupo. Hiyo hospitali sifungwe. Haya basi. Pharmacy ipo. Na daktari yupo. Mapokezi kama kawaida. Laboratory haipo. Haya. Daktari amempa maelezo ni hivi na hivi, najisikia hivi. Ataanza kuguess kwamba kwa dalili hizi huenda ni kifua kikuu, huenda ni UTI, huenda ni kinaki. Sasa ili kudhibitisha atakuagiza nenda maabara kapime. Wanaopima ni wengine. Daktari amemwambia pime hiki, atarudisha majibu. Sasa umeenda kupima, maabara imefungwa. Itakuwaje? Ndivyo ambavyo kanisa linavyotakiwa kuwa. Kikipelea kimoja, kazi ipo. Kikipelea kwa mfano, kanisa likikosa kuona, likikosa huduma ya karama za kuona, karama za uonaji. Na sio lazima awe mtu mmoja kwamba basi sisi tuna nabii basi ndio. Karama za kuona, huduma ya kinabii ya kuona, kinywa cha Mungu kikikosekana kwenye kanisa, itakuwaje? Mtakuwa umejikuta umeshashambuliwa, yani kuja kusolve mlishajeruhika vya kutosha. Mmeshagombana, mmeshapigana vikumbo. Kwa sababu gani? Hakuna karama. Lakini kama huduma ya kuona ingekuwepo, vipi ingekuwaje? Sasa mwenye hiyo huduma amelala, amerukia, anaimba, ni mwimbaji, ni master choir, anaimba haviendi kwa sababu amerukia, sio eneo lake. Lakini angefundishwa mtu, akakaa kwenye huduma yake, akafundishwa, akapewa utaratibu, akafundishwa, akakomana, akaiva na akamtaka Mungu, hakika hiyo nafasi ingetumiwa kikamilifu. Mungu anapokuja kulihudumia kanisa, anataka amtumie mwalimu, akute mwalimu yupo active. Sasa nizunzaga sasa ni hatuelewani, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa. Mungu akija akimhitaji kumtumia wa kufundisha, alifundishe kanisa. Kuna mahali mitume walifundisha, walikaa na watu friendly kabisa, wakazungumza. Akawa anawafundisha iko hivi, mfanye hivi. Lakini kuna wakati aliwanyokea, anawaambia enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaroga msitii kweli? Sasa pale ilihitajika hiyo nafasi. Sasa wewe nafasi kama ile pale, tunataka tuweke tu mshauri, tutagombana bure. Kwa lazima kanisa lipate kuelewa kwamba huyu anatakiwa kukaa nafasi hii, huyu anatakiwa kukaa nafasi hii. Hapo ndipo tutakuwa na kanisa lenye nguvu na tutapata kumpiga shetani na tutaweza kumshinda. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11 inaonyesha kwa habari ya huduma na karama pia. Huduma pia, lakini pia hebu tuone kanisa la zamani liliendaje. Kanisa la zamani, mfano wa kanisa la zamani. Kutoka katika kitabu cha Matendo sura ya 2 na mstari wa 14. Matendo sura ya 2 na mstari wa 41. Inasema hivi: na walipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika
katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Mahali pengine panasema kwamba tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Lakini pia Matendo sura ya 5, mstari wa 12 anasema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote waliokuwako kwa nia moja, na wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani, na katika wote wengine hapana hata mmoja alithubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Tukirudi huko tulikopita Matendo 2:41 kwamba walikuwa na vitu vyote shirika, walikuwa na ushirikiano, walikuwa na hapakuwa na hiki ni cha kwangu, hapakuwa na binafsi, bali walifanya vitu vyote sini mali walivihesabu kama shirika. Walikuwa mahali pamoja wakifanya huduma kwa upendo na walikuwa wanaishi kwa amani. Na ukisoma Matendo sura ya 5 mstari wa 1 unaona jinsi ambavyo hatari ilivyokuja kuwapata wale watu Anania na Safira, ambapo baada ya kuuza kiwanja walitakiwa warete kiasi fulani mbele za Bwana, lakini wakazuia kwa siri, wakaiba, wakapeleka sadaka ambayo ni kirema, ambayo wakapeleka kinyume na ilivyokuwa kama desturi yao. Kwa hiyo walikufa wote wawili, Anania na Safira. Naona walikufa. Lakini leo hii je, tunakwendaje? Kanisa mbona tunagombana? Kanisa linapigana. Unagombana, huyu Eliwani na huyu mchunga. Ni kanisa moja, lakini kuna wa Apolo, kuna wa Paulo. Wanatuangana ngumi. Ile ni kanisa moja. Wakikutana ni Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya hapo tu wanakwenda wamekaliana vikao vya asili huko. Wanasengenyana. Ile wote wanaitwa ni wa Kristo. Wote wanasema tunajenga mwili wa Kristo. Ni mwili mmoja. Mwili mmoja kweli? Ikiwa ni jicho lifanye kazi kama jicho. Ikiwa ni masikio yafanye kazi kama masikio. Ikiwa ni mikono ifanye kazi kama mikono. Ikiwa ni miguu ifanye kazi kama miguu. Mikono haiwezi kawa miguu. Ikifanywa iwe miguu itapata shida, mwili utapata shida, hautafunction kikamilifu. Macho hayawezi yakawa masikio, wala masikio hayawezi yakawa macho. Kinywa hakitaweza kuwa pua, pua haitaweza kuwa kinywa. Kwa kila mmoja hebu akae katika nafasi ambayo Mungu alimwekea. Je, zamani ilikuwaje? Hebu tusome Nyakati tuone mambo yalikuwa na utaratibu au walikuwa wanaenda kama ilivyo zunzaga. Nyakati wa pili sura ya 35 mstari wa 14. 35:14 Nyakati wa pili. Biblia inasema, baadaye wakajiandalia wenyewe na makuhani, kwa sababu makuhani wana wa Haruni walikuwa na kazi ya kutoa sadaka za kuteketezwa na mafuta hata usiku. Kwa hiyo Walawi wakajiandalia wenyewe na makuhani wana wa Haruni, nao waimbaji wa Asafu wakasimama mahali pao kama alivyoamuru Daudi na Asafu na Hemani na Yeduthuni muonaji wa mfalme. Nao mabawabu walikuwa katika kila lango, hawakuhitaji kuondoka katika huduma yao, kwa kuwa ndugu zao Walawi wakawaandalia. Kwa tunaona kwamba kumbe kutoka tangu huko mwanzo mambo yalikuwa yanaenda kwa utaratibu. Kila mmoja alikaa kwenye nafasi yake. Hao waimbaji wana wa Asafu walikaa kwenye nafasi yao. Wana wa Haruni walikaa kwenye nafasi zao za kutoa sadaka. Ndio walikuwa na wajibu wa kutoa sadaka ya kuteketezwa.
Tunaona kwamba mabawabu nao walikuwepo, walikuwa walinzi hao, walikuwa katika nafasi zao. Kwa hiyo mambo yalikuwa katika utaratibu, sio haikuwa holela kwamba yeyote tunaweza kukaa mahali popote unapojisikia tu, umeingia tu, unataka tu ukae tu mahali popote, hujamuuliza Mungu, hujui. Hakikisha huduma unaoifanya ili ipate kuzaa matunda, unatakiwa kuelewa mimi ni nani. Kwa hiyo tangu sasa hebu tamani kufahamu ya kwamba mimi ni kweli namtumikia Mungu, lakini je, hapa ninapomtumikia Mungu ndipo mahali ambapo Mungu anataka nipate kuwa mahali hapo? Je, nimeitwa na nimtumikie Mungu katika nafasi ipi? Nimeitwa namna gani? Mimi ni kiungo gani katika kanisa? Mimi ni sikio au mimi ni mguu au mimi ni pua, mimi ni kichwa, mimi ni nini? Lazima tupate kuelewa. Hapo ndipo utatumika na utazaa matunda. Na kama Yesu alisema kwamba tawi linalozaa hulipalilia sana, hulipalilia ili lizidi kuzaa sana. Kitabu cha Yohana 15 sura 15 mstari wa 2, kwamba mti tawi lisilozaa hukatwa, bali tawi lizaaro hulipalilia lipate kuzaa sana. Ili Mungu akupalilie uzae sana ni pale ambapo unazaa matunda, na hutozaa matunda ikiwa uko nje ya kusudi, nje ya eneo ambalo Mungu alilokuweka. Kwa hiyo make sure unakaa kwenye nafasi yako ambayo ulikaa. Kama ni kuonya, basi hakikisha unaonya tena katika maongozi ya Roho Mtakatifu. Sio kila mahali utakemea, utaonya, sio kila mahali utafundisha, sio kila mahali utatoa. Umemsikiliza Roho wa Mungu? Mungu akubariki. Karibu tuendelee kwa pamoja na Mungu akubariki. Bwana Yesu, ninakushukuru na kutukuza kwa ajili ya neema, nafasi ambayo umenipa katika siku ya leo nipate kuzungumza na kanisa lako na watakatifu wako. Mungu, nitie nguvu, nibariki neno lako. Bwana, bariki msikilizaji na mtazamaji ambao umempa neema kupata kusikiliza na kupata kujifunza. Ninaamini Bwana umepata kufundisha kwa kadiri ya neema yako na fadhili zako. Bwana, namkemea adui mharibifu katika jina la Yesu. Roho pingamizi zote zinazofanya neno lisipate kuzaa matunda, namkemea kwa damu ya Yesu Kristo. Asante, nikiamini ni mwema utakuwa nasi katika jina la Yesu. Amen.